bila wakulima hatuna cha kutia mdomoni. Na mtazamaji, tuvuke moja kwa moja tuelekee hadi Pwani ambapo kamati ya Seneti ya Kawi imezuru mabohari ya kuhifadhi mafuta jijini Mombasa ili kutathmini hifadhi ya usambazaji wake, wakati ambapo bei za mafuta zimetangazwa kupanda. Mwanahabari wetu Kevin Mutai anafuatilia kwa kina, anaungana nasi mubashara. Kevin. Naam, shukran sana Frida. Kwa sasa kamati ya Seneti kuhusu Kawi iko katika kampuni ya kuhifadhi mafuta ambayo ni KPC hapa Mombasa ikiweza kukagua mabohari, lakini kwa sasa maseneta ama kamati hiyo iko kwenye kikao na wasimamizi wa kampuni hii. Lakini muda mchache uliopita, mtazamaji, tuliweza kuhudhuria kikao ambacho kwa kweli tumeweza kupata bayana na kufahamu hasa ni nini kinachoendelea kuhusu uagizaji wa mafuta hayo kupitia meli ya MT Paloma ambayo iliweza kuagizwa humu nchini, na tuliweza kufahamu kwamba baada ya usimamizi wa mamlaka ya bandari humu nchini KPA kufika mbele ya kamati hiyo, waliweza kuthibitisha kwamba mafuta hayo yaliweza kutolewa ama kuondolewa katika kampuni hiyo ama mamlaka hiyo bandarini na kuweza kufikishwa katika kampuni hii ya KPC ambapo mafuta hayo yaliweza kuhifadhiwa. Lakini hapa nami ni seneta ambaye pia ni mwanachama wa kamati hiyo, seneta kutoka Tana River. Na kwa hakika kabla sijaanza kuhusu hisia za kikao hiyo hicho, pengine tueleze kikamilifu, kumekuwa na hisia mseto kutoka kwa Wakenya kutokana na kuongezeka kwa mafuta, bei ya mafuta jana jioni. Kama maseneta, munaona vipi hatua hiyo ya serikali? Mafuta kuongezeka huwa ni hali ya market ama hali ya soko, na tuko na kitengo cha serikali ambao kinaitwa EPRA, na EPRA kazi yake haswa kila mwezi kisheria wanaangalia mambo ya soko, mafuta amenunuliwa pesa ngapi na waagizaji, na wanaweza kuuza na pesa ngapi ndio waweze kuendelea na biashara, na wanaangalia kila factor, wanajaribu kubalance kila mahali. Kwa hivyo kuna wakati ambapo mafuta yalikuwa bei chini kwa barrel moja ama sanduku moja la mafuta ilikuwa kama $60, kaja ikapanda kawa 80, sasa imekuwa zaidi ya 100. Kwa hivyo wanaangalia kila hali za soko ndio wanaweka. Hao ndio ma-experts. Hiyo sio sisi tulipitisha tu sheria ya kusema kuwe na kitengo speciali cha watu ambao wamesoma na wanajua mambo, na sio Kenya peke yake, nchi nyingi ziko na hiyo mamlaka. Sasa turegelee madai ya sakata zaidi ya shilingi bilioni 4 ya mafuta ambayo iliagizwa kupitia meli ya MT Paloma. KPA katika kikao chenu iliweza kuthibitisha kwamba mafuta hayo yalishaondolewa bandarini na yamo katika mabohari ya KPC. Je, pengine kama maseneta mmeweza kutathmini hivi ama vipi hali hiyo? Kwanza tumewaita Kenya Ports Authority na wakatuonyesha namna mafuta yanakuja hapa Kenya. Kuna kituo ama special berth inaitwa Kipevu Terminal ambayo inachukua mafuta peke yake, shehena za mafuta peke yake, na wakija pale wanaonyesha ile manifest, na walisema walipata ya 60,000 metric tons ndio zilikuja, na wao wamepeleka kwa Kenya Pipeline Company. Kenya Pipeline Company ndio wako na mahabari ama laboratories ambazo zinaweza kuangalia kama mafuta ni safi ama si safi. Hapa walifanya kazi yao. Documents ambazo zimeletwa kwa kamati inaonyesha kwamba Kenya Pipeline Company laboratories zao zilitoa amri kabla mafuta kuletwa kuingizwa kwa storage tanks zao kwamba Kenya Ports Authority waziregeshe hiyo mafuta, hiyo shehena ya mafuta. Lakini kukaja barua kutoka kwa wizara ikisema kwamba hiyo mafuta ishushwe chini kwa sababu walitoa waiver. Sasa sisi kama kamati tunasema ni makosa sana kukataa scientific information ambayo inasema hii mafuta iko na sulfur zaidi ya ile standard ambayo inatakikana Kenya, alafu wewe ni waziri, wewe ni PS, wewe